Naomba taarifa yote ya kamati iingie kwenye kumbukumbu za taarifa rasmi za Bunge, yani Hansard. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 121 kanuni ya 9 ya kanuni za kudumu za Bunge 2025, naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwako na kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mwaka wa fedha 2025/26 pamoja na maoni na ushauri wa kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026/27. Aidha, naliomba Bunge lako tukufu liweze kuipokea taarifa hii, kuikubali na kuidhinisha bajeti ya wizara hiyo kama ilivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa Naibu Spika, msingi wa taarifa hii ni majukumu ya kamati kwa mujibu wa kifungu cha 6 kifungu kidogo cha 3 na kifungu cha 7 kifungu kidogo cha kwanza cha nyongeza ya 8 ya kanuni za Bunge pamoja na masharti ya kanuni ya 121 kanuni ndogo ya 4 ya kanuni za Bunge. Kanuni hizo kwa pamoja zimeweka masharti yanayohusu uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji na makadirio ya matumizi ya wizara kabla ya kujadiliwa bungeni. Kwa masharti hayo, kamati ilitekeleza jukumu la uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2025/26 na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026/27 kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na kupata maudhui ya taarifa hii. Mheshimiwa Naibu Spika, sambamba na uchambuzi huo, kamati ilizingatia masharti ya kanuni ya 120 kanuni ya kwanza ya kanuni za Bunge yanayohusu kutembelea na kukagua utekelezaji wa miradi iliyotengewa fedha kwa mwaka wa fedha unaoisha. Kazi hiyo ilifanyika kati ya tarehe 11 na 18 Machi 2026. Nafurahi kujulisha Bunge lako tukufu kuwa uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa bajeti ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2025/26 ulitumia matokeo ya ziara ya ukaguzi wa miradi inayotekelezwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, mawanda ya taarifa ya uchambuzi wa kamati kuhusu utekelezaji wa majukumu ya wizara yanategemea muundo na majukumu ya wizara inayohusika. Kwa kuzingatia majukumu ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, uchambuzi uliofanywa na kamati umejumuisha mafungu 5 ya kibajeti ambayo ni: moja, fungu 14 Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, fungu 28 Jeshi la Polisi, fungu 29 Jeshi la Magereza, fungu 51 Wizara Makao Makuu ikiwemo Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA na fungu 93 Idara ya Uhamiaji. Mheshimiwa Naibu Spika, muundo wa taarifa hii umezingatia kanuni ya 145A hadi C ya kanuni za Bunge 2025 kuhusu muundo wa taarifa ya kamati ya Bunge inayoingia bungeni. Kwa msingi huo, taarifa hii imegawanyika katika sehemu zifuatazo. Sehemu ya kwanza inahusu maelezo ya utangulizi na kubainisha msingi, mawanda na muundo wa taarifa. Sehemu ya pili inayobainisha uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Sehemu ya tatu ambayo inahusu uchambuzi wa mpango wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026/27. Na sehemu ya 4 inayoeleza maoni na ushauri wa kamati kutokana na uchambuzi pamoja na kuhitimisha taarifa. Mheshimiwa Naibu Spika, maelezo zaidi kuhusu utangulizi wa taarifa yanapatikana katika ukurasa wa 1 hadi wa 4 wa taarifa hii. Uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa mwaka wa fedha 2025/26. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 120 kanuni ndogo ya 2 ya kanuni za kudumu za Bunge, kamati ilifanya utambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mafungu yote 5 ambao umezingatia mambo muhimu yaliyobainika katika utekelezaji wa bajeti inayoisha. Uchambuzi ulihusu mambo yafuatayo: moja, hali ya utekelezaji wa miradi inayotekelezwa iliyotengewa fedha kwa mwaka wa fedha 2025/26, uzingatiaji wa maazimio ya Bunge, uchambuzi wa hali ya ukusanyaji wa mapato na upatikanaji wa fedha kutoka hazina. Mheshimiwa Naibu Spika, uchambuzi wa mambo hayo muhimu ya Bunge utasaidia katika kujua namna serikali ilivyotekeleza bajeti kama ilivyoidhinishwa kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Aidha, Bunge litakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kujadili na kushauri kuhusu hotuba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, hali ya utekelezaji miradi yote iliyotengewa fedha kwa mwaka 2025/26. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 120 kanuni ndogo ya kwanza
ya kanuni za kudumu za Bunge 2025, kamati ilitembelea na kukagua miradi minne katika mikoa ya Dodoma, Kilimanjaro na Morogoro inayotekelezwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Miradi iliyokaguliwa ni ile inayotekelezwa na fungu 28 Jeshi la Polisi, fungu 93 Idara ya Uhamiaji, fungu 14 Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na fungu 29 Jeshi la Magereza. Lengo la ukaguzi huo ni kuliwezesha Bunge kuelewa hali ya utekelezaji na upatikanaji wa fedha kama zilivyoidhinishwa na hivyo kuweza kutoa ushauri wake. Miradi namba 6339 ukarabati wa majengo ya Chuo cha Uhamiaji mkoani Kilimanjaro. Mradi huu unahusu ukarabati wa majengo ya utawala yani administration block katika Chuo cha Uhamiaji ni TRITA mkoani Kilimanjaro na utekelezaji wa utaratibu wa force account kama ilivyoelezwa kuwa mradi huu ulioanza kutekelezwa tarehe 20 Oktoba 2025 ulitengewa shilingi milioni 240 na ulitarajiwa kukamilika Aprili 2026. Hadi wakati kamati inakagua mradi huu, kiasi cha shilingi milioni 239.8 sawa na 99.9% ya fedha iliyotengwa kilikuwa kimepokelewa na utekelezaji wake ulikuwa umefikia 60%. Mradi namba 6582 ujenzi wa maboresho ya shule ya polisi Kilimanjaro. Mradi huu unahusu maboresho ya shule ya polisi Tanzania mkoani Kilimanjaro. Ulianza kutekelezwa mwaka 2024 kwa fedha kutoka mfuko mkuu wa serikali. Jumla ya shilingi bilioni 25 zilitengwa kwa ajili ya mradi huu ili kugharamia ujenzi wa mabweni ya wanafunzi, nyumba za walimu, madarasa na kumbi za kufundisha lecture halls. Hadi wakati kamati inatembelea na kukagua mradi huu, kiasi cha shilingi bilioni 23 kilikuwa kimepokelewa katika awamu 4. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati iliridhishwa na utekelezaji wa mradi huu ambao ukikamilika utaongeza uwezo wa shule kuhudumia askari na wanafunzi. Mabweni ya wanaume yatakuwa na uwezo wa kuhudumia wanafunzi 1458 ikilinganishwa na wanafunzi 490 kwa majengo ya zamani. Hii ni sawa na ongezeko la 197.6%. Aidha, mabweni ya wanawake yatakuwa na uwezo wa kuhudumia wanafunzi 1412 ikilinganishwa na wanafunzi 490 kwa majengo ya zamani. Hii ni sawa na ongezeko la 188%. Mradi namba 6582 ukarabati wa kituo cha zimamoto na uokoaji mkoani mkoani Morogoro. Mradi huu unahusu ukarabati wa majengo ya ofisi za zimamoto mkoani Morogoro ambayo yalikuwa na zaidi ya miaka 50 bila kufanyiwa ukarabati. Utekelezaji wa mradi ulianza Juni 2025 na ulipangwa kukamilika Aprili 2026 kwa gharama ya shilingi milioni 300. Hadi wakati wa ukaguzi wa kamati, kiasi cha shilingi milioni 299.9 sawa na 99% kilikuwa kimepokelewa na mradi unatekelezwa kwa utaratibu wa force account ukiwa umefikia 97.5%. Hivyo, kamati ina maoni kwamba wizara iharakishe mchakato wa upatikanaji wa samani katika kituo hicho ili maboresho yaliyofanyika yaweze kuwa na tija. Mradi namba 6305 ujenzi wa magereza Msalato Dodoma. Utekelezaji wa mradi ulianza Machi 25, 2025 kwa lengo la kuwezesha kuwa na gereza la kisasa lenye miundombinu wezeshi kwa shughuli za urekebishaji wafungwa. Mradi huu unaotekelezwa kwa awamu unakadiriwa kugharimu shilingi bilioni 20.1 na kukamilika kwake kutawezesha gereza kuongeza idadi ya wafungwa na mahabusu wanaohudumiwa. Aidha, gereza litawezesha mahabusu na wafungwa kufuatilia uendelezaji wa kesi kwa njia ya mtandao kutokana na mifumo ya tehama itakayosimikwa katika mradi huu. Katika mwaka wa fedha 2025/26 mradi ulitengewa shilingi bilioni 1 ambazo hadi wakati kamati inafanya ukaguzi zilikuwa hazijatolewa, na hivyo Jeshi la Magereza kutumia shilingi milioni 83 kutoka vyanzo vyake vya ndani ili kutekeleza sehemu ya mradi katika mwaka huu wa fedha. Maelezo zaidi kuhusu ukaguzi wa miradi yanapatikana katika ukurasa wa 6 hadi wa 12 wa taarifa ya kamati. Uchambuzi wa taarifa ya ukaguzi wa uzingatiaji wa maoni na ushauri. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati wa kupitia makadirio ya mapato matumizi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mwaka wa fedha 2025/26, kamati ilitoa maoni na ushauri katika maeneo ambayo iliona yanatakiwa kufanyiwa kazi na kuongezewa nguvu katika utekelezaji wake. Taarifa zilizowasilishwa mbele ya kamati na kutolewa ufafanuzi zilionyesha kuwa serikali imezingatia na inaendelea kuzingatia ushauri uliotolewa na kamati. Maelezo zaidi kuhusu ufafanuzi huo yanaonekana katika kiambatisho namba 1 cha taarifa ya kamati. Uchambuzi wa hali ya ukusanyaji wa mapato yani maduhuli. Mheshimiwa Naibu Spika, uchambuzi wa hali ya ukusanyaji wa mapato umezingatia ulinganisho
wa namna zifuatazo: moja, ulinganisho wa hali ya ukusanyaji wa mapato kati ya kipindi cha Februari 2025 na Februari 2026. Mbili, ulinganisho wa kiasi kilichokusanywa na makadirio kwa kila fungu kama inavyoonekana katika kielezo nambari 1. Tatu, ulinganisho wa mchango wa kinachokusanywa na mchango wa kiasi kilichokadiriwa kwa kila fungu kama inavyoonekana katika kielezo namba 2. Mheshimiwa Naibu Spika, uchambuzi wa kamati umebaini mambo yafuatayo. Moja, katika mwaka wa fedha 2025/26 wizara ikijumuisha mafungu yake yote matano ilikadiriwa kukusanya shilingi bilioni 517 na kiasi cha makusanyo hadi Februari 2026 kilikuwa shilingi bilioni 345.8 sawa na 67% ya lengo la mwaka. Makusanyo ya jeshi la polisi yakingishwa na makadirio yalifikia 70.6%. Jeshi la magereza 72%, idara ya uhamiaji 66% na jeshi la zimamoto na uokoaji 65%. Makusanyo ya wizara makao makuu yalifikia 42% na NIDA ilikuwa ni 67.2% ya lengo la makusanyo kwa mwaka. 4. Makusanyo ya jumla kwa wizara ya mambo ya ndani ya nchi hadi mwezi Februari 2026 yalifikia 67%, kiwango ambacho ni cha kuridhisha kwani ndicho kilichotarajiwa kufikiwa katika kipindi hicho. Hata hivyo, fungu 51 wizara ya makao makuu ilikuwa imekusanya kwa 42%, kiwango ambacho ni cha chini ikilinganishwa na lengo tarajiwa katika kipindi cha hadi Februari 2026. Maelezo zaidi kuhusu ukusanyaji wa maduhuli ni kama inavyoonekana kwenye ukurasa 12 hadi 16 wa taarifa kamili. Upatikanaji wa fedha kutoka hazina. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati ilichambua mwenendo wa upatikanaji wa fedha kwa kuangalia kiwango cha fedha kilichopatikana ikilinganishwa na bajeti iliyopitishwa na Bunge na uwiano wa bajeti kwa mafungu yote matano ya wizara kama ilivyopitishwa na Bunge ikilinganishwa na uwiano wa upatikanaji wa fedha kwa mafungu hayo kama ifuatavyo. Moja, kiwango cha matumizi kilichoidhinishwa na Bunge kwa kila fungu ikilinganishwa na fedha iliyopatikana kwa kila fungu kama ilivyoonekana katika kielezo namba 3. 2, uwiano wa matumizi kwa kila fungu kama ilivyoidhinishwa na uwiano wa fedha zilizopatikana kama inavyoonekana katika kielezo namba 4. 3, ulinganisho wa fedha zilizoidhinishwa na Bunge na kiasi cha fedha kilichopatikana kwa mafungu yote kama inavyoonekana katika kielezo namba 5. Mheshimiwa Naibu Spika, ulinganishaji unasaidia kuweka ulinganisho wa upatikanaji wa fedha na kubaini maeneo ambayo mwenendo wake si wa kuridhisha na upo chini ya wastani. Uchambuzi umebaini yafuatayo. Moja, kiasi cha fedha kilichopokelewa na wizara hadi Februari 26 ni 80% ya fedha zote zilizoidhinishwa katika mwaka wa fedha 2025/2026. 2, hadi kufikia Februari 2026 uwiano wa bajeti kwa fedha zilizopokelewa ni mshahara 1.9%, matumizi mengineyo yani OC 99.5% na miradi ya maendeleo 28.5%. Fungu 28 jeshi la polisi lilikuwa limepokea zaidi ya 50% ya fedha za maendeleo, wakati mafungu mengine yote yalipokea kwa kiwango cha chini ya 50% ya fedha za maendeleo. 4, fedha kwa ajili ya matumizi mengineyo iliyopokelewa hadi robo ya tatu ya utekelezaji wa bajeti ni 69.5% ya bajeti yote iliyotengwa kwa matumizi hayo. Na 5, upatikanaji wa fedha kwa mafungu yote katika mwaka wa fedha 2025/26 ulikuwa ni kwa wastani wa zaidi ya 50%. Mheshimiwa Naibu Spika, uchambuzi wa kamati umebaini kuwa mtiririko wa fedha kwa ajili ya matumizi ya kawaida kwa makao makuu ya wizara na taasisi zake ni wa kuridhisha kwani ulikuwa ni zaidi ya 60%. Aidha, mtiririko wa fedha za maendeleo haukuwa wa kuridhisha kwa fungu 14 yani jeshi la zimamoto na uokoaji, fungu 29 jeshi la magereza na fungu 51 wizara kwani ulikuwa chini ya 50%. Mheshimiwa Naibu Spika, ni rai ya kamati kwamba wizara ijikite katika kuhakikisha kunakuwa na mtiririko bora wa fedha kutoka hazina ili kutoathiri utekelezaji wa miradi na hivyo kuleta tija iliyotarajiwa. Maelezo zaidi kuhusu upatikanaji wa fedha ni kama yanavyoonekana kwenye ukurasa wa 16 hadi 20 wa taarifa ya kamati. Uchambuzi wa mpango wa makadirio ya mapato matumizi kwa mwaka wa fedha 2026/27. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 120 kanuni ndogo ya pili ya kanuni za kudumu za Bunge 2025, kamati ilipokea na kuchambua taarifa makadirio ya mapato na matumizi kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mwaka wa fedha 2026/27. Uchambuzi huo wa kamati uligusia makadirio ya makusanyo ya maduhuli, matumizi ya kawaida na matumizi ya maendeleo. Uchambuzi wa matumizi ya mapato, uchambuzi wa makadirio ya mapato kwa mwaka wa fedha 2026/27. Mheshimiwa Naibu Spika, jumla ya kiasi cha fedha kilichoombwa
kuidhinishwa na Bunge lako tukufu kwa ajili ya wizara hii kwa mwaka wa fedha 2026/2027 kwa mafungu yote matano ni shilingi trilioni 2.44. Uchambuzi wa kamati umebaini kuwa kiasi hicho kimeongezeka kwa asilimia 18 ikilinganishwa na shilingi trilioni 2.1 zilizoidhinishwa katika mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Naibu Spika, kati ya bajeti hiyo shilingi trilioni 1.2 sawa na asilimia 8 ya bajeti yote ni kwa ajili ya mishahara. Shilingi bilioni 769.6 sawa na asilimia 31.4 ya bajeti yote ni kwa ajili ya matumizi mengineyo yani OC, na shilingi bilioni 489.8 sawa na asilimia 20.4 ya bajeti yote ni kwa ajili ya maendeleo. Aidha, uchambuzi zaidi umebaini kuwa kuna ongezeko katika bajeti ya mishahara kwa asilimia 2 ikilinganishwa na asilimia 46 katika mwaka wa fedha 2025/26 na matumizi ya maendeleo kwa asilimia 0.4 ikilinganishwa na asilimia 20 katika mwaka wa fedha 2025/26. Kwa upande mwingine, kiasi kilichotengwa kwa ajili ya matumizi mengineyo kimepungua kwa asilimia 2.5 ikilinganishwa na mwaka wa fedha 2025/26 ambacho kilikuwa ni asilimia 33.9. Mheshimiwa Naibu Spika, uchambuzi zaidi wa kamati ulibaini kuwa ongezeko la asilimia 2 katika mshahara ni kutokana na ongezeko la nafasi za ajira kwa wizara hii, hali inayotarajiwa kuongeza nguvu kazi na hivyo kuchochea ufanisi wa kiutendaji na kuongeza mapato. Uchambuzi wa mapato kwa mwaka wa fedha 2026/27. Mheshimiwa Naibu Spika, makadirio ya mapato kwa wizara ya mambo ya ndani ya nchi kwa mwaka wa fedha 2026/27 ni shilingi bilioni 577 kwa mafungu yote matano. Hii ni sawa na ongezeko la asilimia 11.6 ya makadirio ya makusanyo ikilinganishwa na mwaka wa fedha 2025/26 ambao makadirio yalikuwa ni shilingi bilioni 517. Mheshimiwa Naibu Spika, mgawanyo wa makusanyo ya mapato unaonyesha kuwa kifungu 93 idara ya uhamiaji itachangia kwa asilimia 60.6, fungu 24 jeshi la polisi asilimia 22.6, NIDA asilimia 13.5 na fungu 14 jeshi la zimamoto na uokoaji asilimia 2.9. Aidha, mafungu yaliyosalia yatachangia kwa kiasi cha chini cha kiwango cha chini ya asilimia moja ambayo ni fungu 29 jeshi la magereza, asilimia 0.2 na fungu 51 wizara ya makao makuu asilimia 0.06. Mheshimiwa Naibu Spika, ni maoni ya kamati kwamba wizara ifanye tathmini ya kina kuhusu vyanzo vya mapato vilivyopo na kuibua vyanzo vipya ili kuboresha na kuongeza wigo wa makusanyo. Makadirio ya matumizi kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, uchambuzi wa makadirio bajeti ya maendeleo ulifanyika kwa kulinganisha na utekelezaji wa bajeti iliyoidhinishwa na Bunge katika mwaka wa fedha 2025/2026. Hii inasaidia kubaini mapungufu na kuakisi uhalisia wa matarajio ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2026/27. Uchambuzi wa kamati ulibaini yafuatayo: moja, matumizi kwa ajili ya miradi ya maendeleo yanakadiriwa kuwa asilimia 20.4 ya bajeti yote ya wizara iliyotengwa kwa ajili ya utekelezaji katika mwaka wa fedha 2026/27 kama inavyoonekana katika kielelezo namba 7. Makadirio ya bajeti ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2026/27 yameongezeka kwa asilimia 18 ikilinganishwa na mwaka wa fedha 2025/2026. Na tatu, uwiano wa utekelezaji wa bajeti unaonyesha kuwa hadi Februari 2026 mapokezi ya fedha za maendeleo yalikuwa ni asilimia 28.5 kwa mafungu yote. Mheshimiwa Naibu Spika, maelezo zaidi kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ni kama inavyoonekana kwenye ukurasa wa 21 hadi 25 wa taarifa hii. Maoni ya kamati. Mheshimiwa Naibu Spika, uchambuzi uliofanywa na kamati kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi umejenga msingi wa jumla wa mtazamo na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hii kama ilivyowasilishwa na mtoa hoja. Aidha, mtazamo huo unazingatia matokeo ya uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji na ufuatiliaji wa kawaida wa shughuli za wizara hii. Kwa msingi huo, kamati ina mtazamo na maoni yafuatayo: moja, ufuatiliaji wa fedha za maendeleo kutoka hazina upewe kipaumbele ili kuwezesha upatikanaji wa fedha hizo na hivyo kutoathiri utekelezaji wa miradi kama ilivyopangwa. Mbili, serikali iendelee kuongeza uwezo wa ndani katika fedha za maendeleo na hivyo kupunguza utegemezi wa fedha za nje ambazo mtiririko wake sio wa uhakika. Namba tatu, serikali iendelee na mikakati madhubuti na endelevu ya kuajiri watumishi wa kutosha kwa vyombo na taasisi zilizo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi ili kukidhi mahitaji yaliyopo. Nne, serikali iimarishe matumizi ya
na zana za kisasa kwa vyombo vya taasisi hizo chini ya wizara hii ili kubaini, kukabiliana na kudhibiti uhalifu kwa njia mpya za uhalifu zinazochagizwa na maendeleo ya kiteknolojia. 5, serikali iendelee kutoa kipaumbele katika kuongeza rasilimali watu, vifaa na vyombo vya usafiri kwa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuimarisha utendaji wake. 6, serikali iendelee kusimamia kikamilifu zoezi la urejeshwaji wa wakimbizi katika nchi walizotoka kutokana na kuimarika kwa hali ya usalama na utulivu katika nchi hizo. 7, serikali iendelee kutoa kipaumbele katika kuhakikisha vyombo vya ulinzi na usalama vinatambua, kurasimisha na kulinda kikamilifu maeneo yake ili kuepusha uvamizi na migogoro kutoka kwa jamii zinazozunguka maeneo hayo. 8, serikali iendelee kuweka mkakati madhubuti wa kuhakikisha madai ya watumishi na madeni ya wazabuni katika vyombo vya taasisi zilizo chini ya wizara yanalipwa ili kutoathiri utendaji na utoaji wa huduma. 9, serikali iendelee kuimarisha uwezo wa kiuzalishaji kwa vyombo vya taasisi zilizo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani kwa kuwezesha upatikanaji wa zana, mitambo na teknolojia ya kisasa. Na mwisho, namba 10, kuendelea kuboresha mazingira ya kazi kwa taasisi na vyombo vilivyo chini ya wizara ni jambo la kupewa kipaumbele kwa kuendelea kujenga na ukarabati miundombinu ya majengo ya ofisi na makazi. Ushauri wa jumla. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa msingi wa maoni na mtazamo uliotolewa hapo juu, kamati inatoa ushauri ufuatao. 1, Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi iweke utaratibu mzuri wa kufuatilia na kuhakikisha fedha za maendeleo zinapatikana kama zilivyokasimiwa na Bunge kwa mafungu yote ili kutoathiri utekelezaji wa miradi iliyokusudiwa. 2, serikali ihakikishe inaendelea kuweka mikakati na kuajiri askari wa kutosha kulingana na mahitaji yaliyopo ili kuendelea kuimarisha utendaji kazi wa vyombo na taasisi zilizo chini ya wizara. Na mwisho, serikali iimarishe matumizi ya zana na vifaa vya kidijitali katika utendaji kazi wa vyombo na taasisi zilizo chini ya wizara ili kubaini, kukabili na kudhibiti mbinu na aina mpya za uhalifu zinavyochagizwa na ukuaji wa teknolojia. Ushauri mahususi. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na ushauri wa jumla, kamati inao ushauri mahususi kulingana na yaliyobainika. Ushauri huu ni kama ifuatavyo. Namba 1, serikali ihakikishe fedha zilizotengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo zinatolewa kikamilifu na kwa wakati ili kurahisisha utekelezaji wa miradi kama ilivyopangwa. 2, serikali iendelee kuimarisha uwezo wa fedha za ndani katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili kupunguza utegemezi wa fedha za nje ambazo mtiririko wake si wa uhakika. Mfano, fungu 29, yani Jeshi la Magereza, katika mwaka wa fedha 2025/26 lilitenga asilimia 17 ya fedha za maendeleo kutokana na vyanzo vya nje, na hadi kufikia robo ya 3 ya utekelezaji wa bajeti hiyo hakuna kiasi chochote kilichokuwa kimepokelewa. Aidha, NIDA katika mwaka ujao wa fedha imetenga asilimia 27 ya fedha za maendeleo kutoka vyanzo vya nje. 3, serikali iweke mkakati wa kuongeza rasilimali watu na vyombo vya usafiri kwa idara ya uhamiaji ili kuendelea kuimarisha utendaji na kuimarisha misako, doria na ukaguzi. Hatua hiyo itasaidia kuimarisha usalama, uzingatiaji wa sheria na kuongeza mapato ya serikali. 4, serikali iendelee kuimarisha kikamilifu urejeshwaji wa wakimbizi katika nchi walizotoka pamoja na kuendelea kuwaelimisha wakimbizi na Watanzania waishio katika maeneo jirani na kambi za wakimbizi kuhusu umuhimu wa zoezi hilo. 5, serikali iendelee kuimarisha matumizi ya teknolojia za kisasa ikiwemo mifumo ya tehama kwa taasisi na vyombo vilivyo chini ya wizara ili kuimarisha juhudi za kukabiliana na vitendo vya kihalifu. Namba 6, serikali iongeze kasi ya utekelezaji wa mpango wa ununuzi wa majengo ya NSSF mjini Moshi, Kilimanjaro kwa ajili ya kuwezesha upanuzi wa chuo cha uhamiaji yani TRITA. 7,
serikali iendelee kuwezesha na kutenga fedha kwa ajili ya kupatikana ardhi zaidi kwa ajili ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika maeneo ya mijini na pembezoni mwa mji kwa malengo ya sasa na baadaye. Hatua hiyo italiwezesha jeshi hilo kuendelea kujenga miundombinu ya vituo vya zimamoto na uokoaji nchini na hivyo kuendelea kuboresha utoaji wa huduma kwa jamii. 8. Serikali iendelee kuongeza rasilimali watu na vifaa vya kisasa kwa jeshi la polisi ili kuongeza uwiano katika utoaji huduma kwa wananchi na kurahisisha utekelezaji wa majukumu yake. 9. Serikali iendelee kuhamasisha na kuhakikisha vyombo vya ulinzi na usalama chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi vinaendelea kupima na kuweka alama za mipaka katika maeneo yake ili kuimarisha utambuzi wa maeneo husika na kupunguza migogoro na wananchi. Mfano, Jeshi la Magereza limefanikiwa kupima maeneo yake 17 na linaendelea kupima maeneo mengine. Na mwisho, yani namba 10, serikali iendelee kulijengea uwezo wa kiuzalishaji Jeshi la Magereza kwa kuweka mikakati ya kuongeza mitambo na zana za kilimo sambamba na ujenzi wa viwanda utakaosaidia katika kuongeza uzalishaji na hivyo kupunguza utegemezi kwa serikali katika huduma za urekebishaji. Hitimisho. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kukushukuru kwa mara nyingine kwa kunipa fursa hii ili niweze kuwasilisha taarifa hii. Aidha, ninawashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya mambo ya nje, ulinzi na usalama ambao maoni, ushauri na ushirikiano wao umewezesha kukamilika kwa taarifa hii. Naomba majina yao kama yalivyoorodheshwa katika taarifa hii yaingie kwenye kumbukumbu za taarifa rasmi za Bunge, yani Hansard. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya wajumbe wa kamati, napenda kutumia fursa hii kumshukuru Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Mheshimiwa Patrobas Pascal Katambi Mbunge na Naibu Waziri Mheshimiwa Ayub Mohamed Mahmud Mbunge kwa ushirikiano wao mzuri kwa kamati. Aidha, na washukuru Katibu Mkuu ndugu Ali Senga Gugu, Naibu Katibu Mkuu Dr. Maduhu Kazi pamoja na watendaji wote wa wizara kwa ushirikiano na mchango wao katika kipindi chote cha utekelezaji wa majukumu ya kikanuni ya kamati. Mheshimiwa Naibu Spika, mwisho lakini si kwa muhimu, napenda kumshukuru Katibu wa Bunge ndugu Baraka Idelphonse Leonard kwa utaratibu mzuri wa shughuli za kamati na Bunge. Aidha, naishukuru Secretariat ya kamati ya kuratibu vyema shughuli za kamati na kuhakikisha taarifa hii inakamilika kwa wakati. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maelezo hayo, sasa naliomba Bunge lako tukufu lipokee taarifa hii ili lijadili na likubali kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mwaka wa fedha 2026/2027 kama yalivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja na naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa kamati yetu ya kudumu ya Bunge, Mambo ya Nje, Ulinzi na Usalama kwa kuwasilisha taarifa ya kamati yetu. Mheshimiwa Bunge, na orodha ya wageni walioingia bungeni tangu mchana huu